Haya, karibu tena siku ya leo msikilizaji. Tunaanza na chumvi, na chumvi ambayo inapaswa kutumika siku ya leo msikilizaji ni chumvi ya mawe. Kwa tunamimina katika jaba tupu chumvi ya mawe, na kazi kubwa ya chumvi ni kuleta uzito katika sabuni yetu, lakini pia chumvi inatusaidia kusaga siles au Texapon. Baada ya kumimina chumvi, mtazamaji na msikilizaji, hatua nyingine tunamimina hiyo hapo siles. Siles na majina mengi, inaitwa Texapon, lakini pia wengine hupenda kuita unga roll. Kwa hiyo yenyewe kazi yake kubwa ni kutusaidia kutakatisha nguo, lakini pia inatusaidia na yenyewe pia kuzalisha yale mapovu ambayo unaona kwenye sabuni ya maji yanatokana na hii hapa siles, Texapon au unga roll. Na kualika sana msikilizaji katika ujasiriamali siku ya leo. Binafsi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lordness Enterprises. Subscribe kama unapenda ujasiriamali, lakini pia nimekuandalia hicho kitabu cha Miliki Kiwanda Chako. Kitabu ambacho nimekuandikia zaidi ya bidhaa 20 hatua kwa hatua, uzalishaji, vipimo, procedure, tahadhari juu ya kemikali, matumizi mbalimbali ya zile kemikali na kazi zake, namna kusafirisha, namna uhifadhi wa kemikali. Kwa hiyo nakukaribisha sana. Kama utakuwa na changamoto yoyote, tutashare pamoja WhatsApp kupitia hizo namba zangu. Karibu. Baada ya kuchanganya chumvi pamoja na siles kwenye jaba lako, hatua ambayo inafuata utaanza kumimina maji jagi moja moja. Lakini pia ni muhimu sana kupata vile vipimo, kwa sababu bila vipimo mtazamaji hautaweza kutoa bidhaa ambayo ina ubora mzuri. Tofauti na hapo utaharibu soko lako, afu mwisho wa siku hata ukizalisha bidhaa nzuri wateja wako watakuwa hawana imani tena na wewe. Watajua ni yale yale kama ulivyofanya mwanzo. Kwa muhimu sana unapopata video hii ni muhimu kwanza kujifunza. Baada ya kujifunza ukimaster vizuri ndipo unaanza uzalishaji mara moja. Usianze uzalishaji kabla ya kujifunza. Utaharibu bidhaa yako, lakini pia utaharibu wateja wako, utaharibu soko lako. So mwisho wa siku umetengeneza bidhaa nzuri, utapeleka sokoni watu wataona hii ni ile ile. Kwa hiyo nakualika sana. Baada ya kukoroga jagi kadhaa kwenye hilo jaba, nachukua ndoo nyingine pembeni, hii hapo ndoo ya pinki, naweka maji lita kadhaa. Zeni ninaamua kumimina maji kama lita 3. Baada ya kuweka lita 3, nitaweka soda ash light, na soda ash light hii huwa mara nyingi tunaitumia katika kuzalisha sabuni ya unga. Yes, sabuni ya unga, detergent powder, kuwa tunatumia soda ash tena kwa asilimia kubwa sana tunatumia hii soda ash. Baada ya hapo tunamimina sulfonic acid. Kwa nini tunatumia soda ash? Kwa nini tunatumia sulfonic acid? Kwa sababu soda ash ina kazi ya kuneutralize sulfonic acid. Kama utakosa soda ash katika uzalishaji wa sabuni ya maji, usiapply sulfonic acid. Maana yake hiyo sabuni isitengenezwe kwa siku hiyo. Kwa hiyo pambana sana, maana ukiweka sulfonic acid sabuni yako itawasha watumiaji na inaweza kachubua mikono ya watumiaji. Hivyo kama unatumia sulfonic acid, usisahau pia kutumia sodium carbonate ambayo ni hiyo hapo soda ash light, ambayo kazi yake kubwa inafanya kazi ya kuneutralize hiyo acid. Nafikiri unaelewa vizuri msikilizaji. Kama utahitaji maelekezo zaidi ya hapa, basi utajiunga na darasa langu, utanitext WhatsApp, nitakupa utaratibu huo utakuwa mzuri kwako wewe ambao unapenda kupiga hatua katika uzalishaji wa bidhaa mbalimbali za viwandani, ikiwemo sabuni hii ya maji ambayo tunazalisha siku ya leo. Kama utapenda madarasa yetu, basi subscribe, utashare, utatuandikia maoni yako pia chini ya video hii, umejifunza nini na ungependa kuendelea kujifunza nini. Kuna kitabu pia cha Miliki Kiwanda Chako kiko pale kinakusubiri. Kiko katika mifumo miwili, kuna hard copy, kuna soft copy pia. Vyote vinapatikana. Baada hapo msikilizaji, unachukua ule mkorogo ambao una soda ash na sulfonic acid, unaunganisha na ule mkorogo mkubwa ambao mwanzo ulikuwa una siles pamoja na chumvi. Unaunganisha pamoja na unaendelea kukoroga kama kawaida. Kitakachokupa matokeo makubwa zaidi mazuri katika sabuni yako ni vipimo. Zingatia sana vipimo ambavyo unavitumia katika sabuni yako. Baada ya hapo tena nachukua maji mengine. Hapa ninamimina Alkatum. Alkatum inatusaidia katika kupata uzito au kuleta uzito wa sabuni yetu. Sio lazima tu utumie Alkatum, unaweza kutumia pia CMC. Ikiwa utatumia CMC, basi nitakushauri zaidi utumie maji ya moto, usitumie maji ya baridi, kwa sababu CMC ukitumia maji ya baridi, ile hali ya kuganda kwa ile CMC kwenye maji haitayeyuka kirahisi. Lakini ukitumia maji ya moto itayeyuka kirahisi. Lakini kwa Alkatum pia unaweza kutumia hizo option zote mbili, moja hapo. Maji ya baridi Alkatum inakubali, lakini wewe mwepesi kwenye kuikoroga. Lakini pia katika maji ya moto pia Alkatum inakuwa ni bora zaidi.
Mwisho kabisa msikilizaji, tutaweka citric acid kwa ajili ya kutunza bidhaa yetu iweze kukaa muda mrefu. Tutaweka rangi, tutaweka perfume, tutaweka glycerin, tutaweka CDE, na baada ya hapo tutaikoroga sabuni yetu angalau kwa dakika 10, kisha tutafunika sabuni yetu mpaka masaa 3. Lakini si vibaya baada ya muda fulani unairudia sabuni yako, unaikoroga, unaifunika, unaikoroga, unaifunika mpaka masaa 3 mpaka 5, inakuwa ipo tayari sabuni yako. Karibu pia, kama una changamoto yoyote, namba zangu nimekuwekea hizo hapo kwenye dashboard.